Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2024/25 wizara imetekeleza vipaumbele vitano kwa lengo la kuongeza fursa na kuimarisha ubora wa elimu pamoja na matumizi ya sayansi, teknolojia na ubunifu ili kuchangia maendeleo endelevu ya taifa. Vipaumbele vya wizara kwa mwaka 2024/25 kama ifuatavyo: kuendelea na utekelezaji wa sera na mitaala, mapitio ya sheria, kuandaa miongozo na kutoa mafunzo, kuongeza fursa na kuimarisha ubora wa elimu ya ufundi na mafunzo ya elimu ufundi stadi, yani amali za kihandisi na amali zisizo za kihandisi, kuongeza fursa na kuimarisha ubora wa elimu ya msingi, sekondari na ualimu, kuongeza fursa na kuimarisha ubora wa elimu ya juu na kuendeleza utafiti, matumizi ya sayansi, teknolojia na ubunifu. Mheshimiwa Mwenyekiti, tarehe 1 Februari 2025, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alizindua rasmi Sera ya Elimu na Mafunzo ya mwaka 2014, toleo la 2023, inayolenga kutoa elimu inayozingatia ujuzi kulingana na mahitaji ya soko la ajira na kuchangia katika maendeleo ya taifa. Aidha, ili kutekeleza kwa ufanisi sera na mitaala iliyoboreshwa, serikali imeendelea kutoa elimu kwa umma kupitia vyombo vya habari, mikutano na majukwaa mbalimbali. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile serikali imeendelea kutoa mafunzo kwa walimu ikiwepo utekelezaji wa mitaala iliyoboreshwa kwa walimu 70,657 ikilinganishwa na walimu 1250 waliopata mafunzo katika mwaka 2021/22. Aidha, imetoa mafunzo kwa wadhibiti bora wa shule 611 ikilinganishwa na wadhibiti bora wa shule 368 waliopata mafunzo mwaka 2021/22. Vile vile serikali imetoa mafunzo kwa maafisa elimu kata 403, wakufunzi wa vyuo vya ualimu 70, watumishi wa vyuo vya ualimu 120, wakuu wa vyuo 35 na walimu wakuu 1920. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuongeza ufanisi wa utekelezaji wa sera na mitaala inayoboreshwa, serikali imeanza mapitio ya sheria ya elimu sura ya 353 ili kuendana na matakwa ya sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023, ambapo maoni ya wadau mbalimbali wa elimu kuhusu sheria husika yameendelea kukusanywa. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kuhuisha na kuandaa miongozo ya utoaji wa elimu na mafunzo nchini ili kuendana na matakwa ya sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023 kwa kutoa miongozo mbalimbali ikiwemo mwongozo wa utekelezaji wa elimu ya amali katika shule za sekondari wa mwaka 2025, mwongozo wa mafunzo ya amali kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum wa mwaka 2025, mwongozo wa matumizi ya braille wa mwaka 2025 na mwongozo wa kitaifa wa elimu jumuishi wa mwaka 2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile serikali imeandaa mkakati wa kitaifa wa matumizi ya teknolojia za kidijitali katika elimu wa mwaka 2024/2025 hadi 2029/30 sambamba na miongozo minne kwa ajili ya utekelezaji wa mkakati huo kama ifuatavyo: mwongozo wa ujumuishi wa matumizi ya teknolojia za kidijitali katika shule na vyuo vya ualimu 2025, mwongozo wa matumizi ya teknolojia za kidijitali katika vyuo vya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi 2025, mwongozo wa matumizi ya teknolojia za kidijitali katika vyuo vikuu 2025 na mwongozo wa matumizi ya akili unde yani artificial intelligence katika elimu 2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, takwimu za elimu ni nyenzo muhimu katika kuboresha ufundishaji na ujifunzaji, kufanya tafiti na kutoa maamuzi mbalimbali. Kwa kutambua umuhimu huo, serikali imeunganisha mifumo ya takwimu za elimu na kuwa na mfumo mmoja wa sekta ya elimu. Aidha, imeendelea na ujenzi wa mfumo wa takwimu wa sekta ya elimu utakaowezesha upatikanaji wa takwimu zote za sekta kupitia mfumo huu. Aidha, mfumo huu utakuwa na uwezo wa kupokea takwimu mbalimbali zinazohusiana na elimu kutoka katika mifumo mingine ya serikali ikiwemo NIDA, RITA, Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Idara ya Uhamiaji na Ofisi ya Rais TAMISEMI. Tumedhamiria, tunaboresha elimu yetu.